sifa Bwana, heshima zote asante Bwana kwa ufundi wako, asante Bwana kwa ufundi wako, asante kwa kututendea kazi Bwana. Tunasema tunapokea sifa na utukufu maana wewe ni mfalme, wewe ni tunakujua wewe ni mfalme, tunakujua maana pia sifa zote mchana leo, heshima zote na damu na wewe. Tuingie Bwana utukufu na you are wise, oh my Lord and my Father, you are there. Yes, Lord, we ask you, Lord, we worship you, my Lord, my Father. We worship you, and ask you, Lord, yes, you are Almighty. Asante kwa siku leo umeifanya maisha yetu Bwana, ya ajabu. Umetutendea, umetuwezesha Bwana, umetuamini pamoja nasi. Umekuwa tukipita kwenye maisha yetu Bwana, tunasema asante. Ni wewe Bwana, umetukuka zaidi Bwana, ni wewe umetufanya, umetulinda, umetuletea wakati mwingine Bwana, umetuungana wetu, tunasema asante. Asante kwa uaminifu wako Bwana, asante kwa uaminifu wako, asante Bwana kwa uaminifu wako maisha yetu, tunatuwezesha tunapokutana. Wewe ni jana leo na hata leo Bwana, umetukuka zaidi kuliko kila watu na Bwana na Father in our life. We praise you Bwana. You are awesome, we worship you, my Father, my God. Because you are Lord in our life. Umbali huu ni wewe, tunasema ni asante. Kama sio wewe Bwana, tungekuwa wapi mchana wa leo? Ni kwa rehema zako, kwa huruma zako, kwa nguvu zako na maisha yetu. Baba, tunasema asante kwa umbali umetuleta, asante kwa upande wetu Bwana, asante kwa kuonyesha wetu. Ngabe tuzo ni kuwasilisha maisha yetu na Bwana, ngabe tuzo ni kushiriki kidogo na azuri na kwa mzee. Thank you for loving us and getting for loving us and for your nasema kwa asante kwa mtendo wa leo kwa mwanzo Bwana kuwezesha Bwana. Tunasema asante kwa kukosea na kwa wewe Bwana. Asante wewe kama ndio kwa maisha. Asante kwa Lord, for that Lord, the life of your Father, we celebrate and we worship you in our lives. We celebrate you today in your glory because you are worthy. Tunasherehekea ujana wa leo maana umekuwa mwema katika maisha yetu Bwana. Tuseme ni mbele zako Bwana, tunasifa, tunakushukuru Bwana, maana wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, wewe ni uweza wa Mungu.
Unatosha.
kufanya bila wao. Kama tunaendesha kati yetu na kati inua mkono. Acha tuombe. Baba wetu, pokea sifa kwa sababu ya wema wako. Asante Mfalme kwa wiki ya baraka ambao umetupangia kuanzia leo katika ibada ya lunch hour. Mungu wangu, ni ombi langu Mfalme kwamba utatusaidia kutuleta kila wakati, na pia Mungu kutusaidia na mioyo ya ufahamu kwamba kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu Baba tutajifunza yote ambayo ungependa tupate kuyafahamu. Na kushukuru Mungu kwa waliokuja na wanaokuja, Bwana, kwamba ukatuhudumie, na kila mmoja Mfalme aliyekuja siondoke alivyokuja. Unayejua siri za mioyo na tamaa ya maisha ya watu wako, naomba Mfalme katika ukumbi huu nguvu zako za kutenda, na Baba Mungu hata majibu kwa masuala ya mioyo yao kapate kupatikana. Mungu wangu, kwa yote tunaahidi kukurudishia utukufu wote, maana Mungu ni wewe tunakutumainia. Kwa jina kuu la Yesu tunaamini na kuomba. Amen. Mungu akubariki sana. Asante waimbaji, naweza kuketi mchana wa leo kwamba Mungu akaseme nasi yale ambayo amekusudia kusema nasi. Amen. Nataka tutazame neno la Mungu kuhusiana na yale ambayo binadamu alipoteza wakati wa mwanguko na kwamba zimerejeshwa. Narudia ya kwamba yale ambayo binadamu alipoteza wakati wa mwanguko na kwamba zimerejeshwa. Amen. Sababu jambo moja ni wazi ya kwamba shetani hana uwezo asipopata. Hatembei na uwezo, lakini anatafuta mwanya ili apate uwezo, na asipopata mwanya hana uwezo. Na kama hana uwezo, basi haistahili awe na mamlaka popote. Na njia moja ambayo neno linarudia sana na kusisitiza sana ya shetani kuwa na uwezo ni kutokana na kutojua kwetu. Amen. Amen. Ili kwamba tunapopata ufahamu kwa neno la Mungu, tunakuwa na hakikisho ya kushinda. Kwa sababu neno linasema mtafahamu kweli, nayo kweli itawafanya huru. Na neno linasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kuna kitu nilikuwa naangalia kwenye hiyo usemi ama hiyo maandiko ambayo ni Hosea 4:6, ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na haikuishii hapo, inasema maana mmekataa maarifa, nami nimewakataa msiwe makuhani kwangu. Ikawa ninaangalia ni nini nasababisha Mungu akatae wasiwe makuhani kwake. Sio kukosa maarifa, lakini ni kukataa maarifa. So Mungu hapendelei kuona tukiteswa na adui. Hafurahi kuona tukiumia. Hafurahi kuona, maana anaumia, anasema ni kwa nini ile hali nimeshabadilisha mambo. Kwa nini wanaendelea kutesekea kitu ambacho tayari nimeshughulikia? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 hadi wa 8,
inabidi tuanzie pale ndio tuone baadhi ya ambayo tuliyapoteza na tukarejeshewa, lakini mpaka sasa wengi tunaishi kana kwamba bado hatuna. Mwanzo 1:26 maandiko yanasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakawatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkawatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Amen. Kwa hizo mistari ambazo tumesoma tayari kuna mengi ambayo Mungu aliekeza ndani ya mtu, na aliekeza na masharti. Nataka tupatane kwa haraka sana ili tuambatane. Amen. Kila kitu ambacho Mungu aliekeza ama alifanya kwa binadamu ama aliumba kwa binadamu, alimpatia binadamu, ilikuwa na kusudi na pia ilikuwa na masharti. Haleluya. Maana anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. So kuna mfano wa Mungu tulipoteza. Kwa sura yetu kuna sura ya Mungu tulipoteza. Wakatawale, kuna utawala tulipoteza, na hiyo utawala ina mengi sana ndani yake. Neno linasema mstari wa 28, akawabarikia, kuna baraka tulipoteza. Akawaambia, zaeni, kuna uwezo wa kuzalisha tulipoteza. Ndio mahali umaskini umetokea. Kuna kuongezeka tulipoteza, kuna kutiisha tulipoteza. Bwana asifiwe sana. Pamoja na mengi ambayo yako ndani hapo, na kenye Mungu aliekeza ndani yetu, aliekeza itufae tukiwa tungali katika mapenzi yake. Kumaanisha tukiishi kwa mapenzi ya Mungu kuna faida, na tukiondoka kwa mapenzi ya Mungu kuna hasara. Ndio maana binadamu alipoanguka katika Mwanzo 3 alipoteza. Bwana Yesu apewe sifa. Sura ya 2 mstari wa 7 maandiko yanasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Nataka turuke mpaka mstari tuendeleze wa 8. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Nataka uone kuanzia mstari wa 8. Hizi zote Mungu, hii shughuli Mungu amejiweka ni kwa sababu ya binadamu. Shughuli kuanzia mstari wa 8 ni kwa sababu ya binadamu. Akatengeneza bustani, akapanda vitu. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Haya yote anafanya si kwamba atazikula, maana kuna mtu. Ukatoka mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji, na kukatokea hapo kagawanyika kuwa vichwa vinne. Jina la wa kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambapo kuna dhahabu. Hizo zote ni kwa sababu ya binadamu, hata hizo dhahabu. Na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vito shohamu, na jina la mtu wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Mstari wa 14,
na jina la mto wa tatu ni Hidekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru, na mto wa nne ni Frati. Haleluya! Mungu anafanya haya kwa sababu ya binadamu. Hana haja na hizi vitu, maana yeye ni Mungu, lakini haya anaweka kwa ajili ya binadamu. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani wa Edeni ailinde na kuitunza, akampa makao iliyojaa kila kitu na akampa shughuli ya kufanya. Biblia inasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mtu wa uzima na wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Unaanza kuona vitu amepewa zina masharti. Ukifanya hivi utazifurahia, ukifanya hivi utazipoteza, ukifanya hivi utaishi, ukifanya hivi utakufa. Bwana Mungu akasema si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mstari wa 19, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu. Hakufanya akaacha, alimletea ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina lilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Kuna kitu kubwa sana ninaona hapa ambao ningependa nikuonyeshe kwa ufupi. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari wa 20 nasema Adamu akawapa majina hayo yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Kuna kitu nataka uone. Hakuita majina ya wanyama, alizipa majina. Hii kuna tofauti hapo. Amen. Nikisema hii ama hiki ni kiti, nimetaja hilo jina la hii kitu inaitwa kiti. But nikisema wewe ni kiti, nimeipatia jina. Sijui kama mnanielewa. Tofauti hapo ni kwamba angeita jina haikuwa inahusu wanyama, lakini kuwapatia ni kuwamaanisha jina. Sikiza wewe ni fulani, sikiza wewe ni ndovu, sikiza wewe ni chatu, sikiza wewe ni chawa. Na hiyo inamaanisha kwamba wanyama walimsikia. Mshaniacha mapema aje hatujaanza. Haleluya. Wow. Kwa wakati huu kuna simu ambazo zinasikia sauti. To unlock the screen unatoa sauti fulani, ama face detection. Ukiangalia hivi ina sense na inafunguka. Bwana spirit. Mwingine akiangalia ifunguki. Kuna yenye niko na hapa iko na mambo na fingerprint. Ukikuja uweke hapo haifungui. Mzee Kobe hangeita fisi akasikia. Lakini binadamu alipewa mamlaka, akiita fisi anaelewa. Kumaanisha Mungu alitiisha vitu vyote chini ya mtu, na mwenye ana uwezo wa kukupatia jina, huyo mtu anakujua. Ni kama vile sitarajii nyani akipewa uwezo wa kuongea aseme gari, sababu haelewi gari na gari haimwelewi. Lakini binadamu akisema gari, anaelewa gari ni nini, na akiingia kwa gari inamwelewa. Hayo ni baadhi ya vitu Mungu aliweka ndani ya mtu, na katika sura ya 3 binadamu alipoteza hayo yote. Na haliyapoteza zikaenda wapi? Hiyo ndio kitu pia ambayo ni vizuri tujiulize. Bwana apewe sifa. Amen. Alipoteza wapi? Unajua saa hii
Bwana asifiwe. Ukiangusha pesa kwa barabara na usiipate, umeipoteza, lakini kuna mtu amechukua. Amen. So wakati alipoteza, ni Mungu alichukua ama ni shetani? Maana alipoteza, Mungu hakuwa na haja nayo, na alipatiana mtu. Kwa kuipoteza, hakupoteza tu, aliitishwa na kapeana. Kwa Mungu ilikuwa makosa kwamba binadamu, imekuwaje nimekuweka juu ya hivi vitu zote, alafu unarudi unakaa kwa kiwango cha penye nilipeana chini yako. Sijui kama mnanipata. Yaani wa shule mtu aitwe principal, Ministry of Education imepatia hiyo cheo, alafu anakuja anavaa uniform na anakaa na wanafunzi, lazima tu afutwe kazi, sababu anafaa awe juu na amejileta sasa yeye kama hao. Nani ataongoza hao? Na ndio maana katika Mwanzo 6 Mungu anasema nitaharibu binadamu na kila kenye niliumba. Kwa sababu ya mambo mawili. Number 1, kwa nini haribu binadamu? Ameharibika, so hakuna haja aishi. Lakini kwa nini haribu wanyama na vitu vingine? Maana number 1, hawana kiongozi, na wakikosa kiongozi kutaenda mrama. Number 2, shetani sasa ana uwezo wa kuwa bwana wao, na Mungu hakuumba shetani hawe bwana wa vitu. So jambo la kwanza ambalo tulipoteza lakini imerudishwa kwa sababu ya Yesu Kristo ni uhai wa kiroho na wa kiasili ya milele, ama niseme maisha ya milele ya kiroho na ya kiasili. Maisha ya milele ya kiroho na ya kiasili. Maisha ya milele isiyokuwa na mwisho ya kiroho na kiasili. Mungu anachukua udongo, ndio maana nilikusomea Mwanzo 2:7. Anachukua udongo ili aumbe maisha ya asili. Lakini anapuliza pumzi yake ndani ya mtu ili mtu awe na maisha ya kiroho. Anaumba binadamu kutoka kwa ardhi ili awe na maisha ya asili. Anapuliza ukwani mwake pumzi ya uhai ili awe na maisha ya kiroho. Na zote ni za milele. Zote ni za milele. Binadamu hakukusudiwa kufa. Matanga haikukusudiwa ile. Najua kuna mtu sahihi ameshawaza kisayansi, yaani kama binadamu hangekuwa na kufa na hakuna family planning, dunia ingekuwa ina mahali pa kukanyaga. Kitu moja uelewi ni kwamba Mungu si binadamu. Ndiyo tuwe na Kenya ama Afrika ama Amerika penye binadamu anaishi kwa nchi kavu, ni Mungu aliseparate akatoa maji. Lakini kijiografia, wala ambao umeenda shule, ukiangalia map ya the globe, utagundua sehemu kubwa ina maji. Enda baada ya hii Google the earth ikiwa imekuwa spread hivi kwa sheet, haitachorwa round, itachorwa oval nyingi, alafu sehemu kubwa utaona ni maji. Kumaanisha
mungeendelea kuzaana, bado Mungu alikuwa na uwezo wa kukausha maji. Na Mungu mwenyewe anasema yeye ndiye ameumba nchi na akaweka misingi yake katikati ya bahari, kumaanisha ana uwezo wa kuumba tena. So kuna vitu hazistahili kutusumbua. So narudia, alipoumba binadamu kwa udongo, ile ilikuwa ni uhai wa kimwili ambayo ilikuwa iwe pia milele. Alipopuliza pumzi yake ndani yake, pia ikawa hai, uhai wa kiroho ambao pia ilikuwa iwe ya milele. Ndio maana unashangaa kwamba Methusela aliishi miaka 900 na kitu. Jameni, wewe unajua sio kifo tu ndio huwa watu. Kuzeeka huwa watu. Saa hii ukiletewa mtu wa 110 years, unatarajia fanane na wewe kwa sura. Kwa nini? Kiasi kwamba kuna magonjwa, bana siwe, nisikizeni. Ukipeleka mtu wako hospitalini wanauliza ana umri gani? 92. Sasa enda umlishe hivi na hivi. Maana zingine si ugonjwa. Ni nini? Uzee. Na Methusela akiwa 900 and something alikuwa mzee kweli. Alikuwa mzee. Okay, achana na Methusela. Adam alizaa Seth akiwa na zaidi ya miaka 100. Sasa nikuulize, kulikuwa na menopause? Hata si stop. Kulikuwa na menopause. Imetoka wapi? Mwanguko. Nataka ujiangalie ya kwamba leo wengine wenyu mko 40. So tukikupatia at least kama Methusela bado uko na miaka kama 800 na kitu. Na tuseme ukweli, kwa maisha ya leo, inua mkono kama ukiambiwa utaishi miaka ingine 500, utafurahi na kushangilia. Sema tu ukweli wa moyo kulingana na dunia vile ilivyo. Hii hata mimi mkono wake chini. Kwa sababu hali yenye dunia iko, unatamani usikae sana. Uendeko hiyo ingine yenye tuliahidiwa. Na tofauti ni nini? Tofauti ni kwamba tunarudi kwake. Na wakati kabla ya mwanguko hakuwa na kuenda kurudi kwake. Alikuwa anakuja, wanakuwa na ushirika daily. So it was a heaven on earth. Nilikuwa na kutamanisha pia nikujulishe mapema kwamba kuna vitu hazifai zikukalie. Unaona kuzeeka haufai kukubali. Maana kuzeeka ni matokeo ya mwanguko. Umilele ni kumaanisha kutozeeka, kutochakaa. Hiyo ndio inaitwa umilele. Na natamani sana mtu uelewe. Wala ambao umefika ka 50 hivi, wengine hata wako na shida, haujafika 50 lakini sasa hivi ukiamuka unajikokota. Na hata unatoa sauti na hujafika 50. Hayo yote usianze kulaumu arthritis. Pia kuna hiyo hali ya aging, kuzeeka. That was not the Na sasa kumbuka topic yetu ni nini? Vitu tulivyopoteza wakati wa mwanguko lakini yamerudishwa. Haikupotea milele, so ni hatia kama hauzifurahi. Na hauzifurahi kwa sababu haujui. Na ndio maana uko lanja wa leo. Na nitakuonyesha kwa maandiko.
Amen. Bwana Yesu apewe sifa. We lost spiritual and physical eternal life. Warumi 5. Warumi 5. Warumi 5 mstari wa 12 kuendelea. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Unaona hiyo? Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi, ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakaye kuja, mfano wa atakaye kuja ambaye ni Yesu. 15. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa. Nataka underline the word karama. Haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Wala kadri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadri ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, 17. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yeye yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Uone, si wote wengi. Nitakwambia sababu. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana asifiwe sana. So mwanguko wa Adamu iliharibia wote. Nasema mwanguko wa Adamu iliharibia wote. Neno linasema wote walitenda dhambi, hata wenye wakutenda aina ya dhambi ya Adamu. Lakini neno linasema kwa Yesu kuja, si wote, wengi. Na sasa inakuwa karama ama kipawa. Kipawa watu hawalazimishwagi. Kipawa mtu anaamua kupenda na anapokea ama aje. Ndio maana Yesu hajaokoa wote, lakini mauti yake ilikuwa na uwezo wa kuokoa wote. Kuna wale wamekataa mpaka leo, lakini wenye wamekubali ndio wale ambao wanaitwa wengi. Bwana asifiwe. Ukiangalia John 3:16 ama Yohana 3:16 ambao tunafahamu inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie, sio ili wote.
Ninasisitiza hapo kwa sababu ya jambo moja. Kanisa la Mungu linajilinganisha na watu ambao hawajaokoka, kwa sababu tuko dunia moja, uchumi moja, viongozi moja. Tafadhali nisikie, sisi ni tofauti. Tuko Kenya moja, lakini sisi hatufanani na wenye hawajaokoka. Maana Kenya iko ndani ya dunia. Bwana asifiwe. Na dunia haitawaliwi na Mungu. Dunia inatawaliwa na shetani. Lakini sisi tumeondolewa katika utawala wa shetani ndani ya dunia. So huwezi niambia ya kwamba mwenye hajaokoka na wewe ambao umeokoka, licha uchumi yetu ni mmoja, hiyo mamlaka ya uchumi na utawala pamoja ni sawa? Hapana. Mungu atusaidie kuelewa. Mungu atusaidie kuelewa. Amen. Yohana 1:16. Oradha 11, sorry. John chapter 1 verse 11. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Sasa si wote, wale tu. Na hao wale nadhani ni nyinyi. Waliompokea akawapa uwezo wa kufanyika wana, ni nyinyi hapa. Lakini kuna wengine ambao bado wamekataa. Na sasa huwezi jiweka pamoja na wao. Hata kama ni dada yako, hata kama ni ndugu yako, hamko pamoja, hamko kimoja. Kuna kitu kimefanyika kwa maisha yako yenye hajafanyika kwao. Na kuna mahali Mungu amekuondoa yenye wao hawajaondolewa. Na kuna mahali Mungu amekuweka penye wao hawajawekwa. Na kuna mambo ambayo shetani amewanyima yenye wewe hauwezi kunyimwa. Bwana Yesu asifiwe. So vile tulivyo sasa ni mbaya sana tuishi na tukufe kama wenye hawajaokoka. Wow. Kuna kitu nimegundua, kitabu cha Ayubu inasema, nilichokiogopa kimenipata. Mara nyingi kenye unaogopa kukupata. Nataka nikuonyeshe kitu hapa. Sisi tuliokoka, mpendwa, tusisikiane tu injili kwa matanga na ipite. Hatukufi, tunalala. Na hii inamaanisha nini? Inamaanisha umilele wetu imeanza siku tulimpokea Yesu. Umilele wa huu mwili pia ulianza. Unajua shida ni hii. Kuna sehemu shetani hataki ujue. Tunajua ya kwamba ndani kuna uzima ambaye ni Yesu. So mtu wetu wa rohoni ataishi milele. But kuna kitu shetani anajaribu kukukumbaza usijue. Hii mwili pia imeanza umilele. Aya. Nikuulize, wakati Yesu alifufua Lazaro, alifufua roho akampatia mwili? Katika kitabu cha Yohana 11 aliposema Lazaro njoo, ni karoho kalichomoka na akaipatia mwili ama kalichomoka akiwa mwili? Alikuwa mzima na mwili wake, mpaka alikuja na sanda yenye walimfunga naye. Yesu akasema mfungueni, muachilie aende. Maana alifufuka na mwili wake. Kwa nini? Alikuwa rafiki wa Yesu. Na sisi sasa, Yesu na sisi ni moja. Kwa nini unatarajia mwili wako ukufe kama yenye hajaokoka? Okay, swali la pili. Ni nini huwa sana? Ni nini huwa binadamu sana? Okay, kati ya ajali ya barabara na magonjwa, gani inaua watu sana?
Magonjwa, maana hospitali imejaa wagonjwa kuliko barabara kujaa migongo ya pikipiki na gari. Ni sawa? Ugonjwa kulingana na maandiko si sehemu yetu. Kwa hiyo ndio maandiko. Hiyo nitakujia baadaye. So ninakuja tu kukuonyesha kwamba huu mwili haifai kukufa kama ya mama yako mwenye hapo. Haifai kukufa kama ya dada yako mpaka hapo. Haifai kukufa na kuteseka kama ya ndugu yako ambaye hapo. Wao miili yao ni damu na nyama. Wewe mwili wako ni hekalu la Mungu. Ni nyumba ya roho. Nikuulize, Bwana asifiwe. Nyumba hulindwa na nyumba yenyewe ama na jirani ama na mwenye nyumba? Mwenye nyumba. Mwenye hiyo nyumba ni nani? Ni Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani. Ameshindwa kuilinda. Tuongee tu, hata wageni wakiingia msiangalie wageni, mniangalie hapa. Tuwasiliane vizuri, tupatane. Inabidi niwaonyeshe ni kitu mnajua hata sasa nyinyi msinikasirishe mjana. Bwana asifiwe. Amen. Msinikasirishe mjana. Hebu angalia Wakorintho wa kwanza sura ya 6. Mstari wa 19. 19 na 20. Mtoto wa Mungu, tafadhali, hii iwe lako. Shetani asiongee kenye sio imani. Ni uongo. Kama umeokoka, hii lako. Neno linasema hao hamjui ya kuwa mwili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa dhamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Inamaanisha nini? Bwana asifiwe sana. Leo hii penye tuko hapa, Bwana asifiwe, wakiweka kwamba on sale na inauzwa $1,000,000, na huyu ndugu akuje na $1,000,000 ananunue hii nyumba, bado tutapata mwenyewe ndiye anasema na unajua hii nyumba ya nani? Kuanzia hapo itakuwa ya huyu. Akipenda ipake yellow, hakuna mtu atauliza. Akipenda iache tu isitumike, hakuna, ni lake. Na sasa kama wewe ulinunuliwa, wewe si wake, na mwenye anakumiliki ni Yesu, na akaweka Roho akae ndani and awe tenant, akatio tenant owner wa hiyo nyumba. Kwa nini uteseke kama wenye wana huyo hawajanunuliwa? By the way, yenye si ya wa shirika ni ya mhubiri. Kwa hiyo mwingine wacha nijipokelee. Wow. Ndio maana kwa akili yako anza kuwaza. Think free. Think blessed. Think healed. Think peace. Amen. Hiki itakuwa makosa sana ukikaa na mtu ambaye hajaokoka anakuorodheshia taabu zake, na ni taabu zenye ziko kwa kila mtu, maana tuko duniani, alafu wewe pia unasema nani kweli? Sasa hii uchumi ni mbaya. Hii ugonjwa ya Ebola ambayo imekuja, na hii kitu ni tishio sana. Na yenyewe hata mimi nikikumbuka hiyo jina huwa nasikia tu roho inakuja. Uko na shida kubwa sana, haujielewi. Nani anafaa kuhangaika na hiyo mwili? Bwana asifiwe. Kama umenunuliwa na mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, nani anafaa ifagie, aichunge, ahakikishe madirisha hayajavunjika, ahakikishe haina panya ndani? Sasa mnaniangalia, itabidi msimame ndio tuongee. Anayekaa ndani ya nyumba ni nani? Roho. Nyumba ni ya nani? Ni ya Roho. Yesu alinunua akapatia Roho.
alinunua kwa gharama, akapatia Roho. Sasa nani anataka achunge panya isingie kwa hiyo nyumba? Roho alishindwa, ndiye akaruhusu hata minyoo. Alishindwa, ndiye akaruhusu hata homa. Nani amekataa? Ni wewe. Woi, haki wewe kweli. Mungu hurumia sisi. Ni kweli? Nilikuwa na zamani nipate washiriki watatu wenye wanaelewa kenye ninasema. Sasa umeanza kuona kitu. Hii mgonjwa ananilemea hivi. Si umwambie mwenye nyumba. Mwambie na hili nini sasa? Yaani hata hii imekushinda. Shida ni kwamba unaijua kwa akili, hujakubali kuijue kwa moyo. Bwana asifiwe. Kuna eneo katika Kenya yetu penye mkiwa wadosi sana, unajua wadosi vile wanaliaka kwa matatu, wadosi Bwana sasa analia sana. Lakini kwa sababu inatakana matanga watu wajue ni matanga, wanatoa pesa wanapeana wenye wanajua kulia. Na huyo mtu anakuja hapa anaulizwa marehemu anaitwa nani, anapewa majina. Watoto yake alikuwa anapenda nini? Sasa atalia kwa niaba. Ile kulia kabisa, ukweli ni huu, analia kutoka huko. Mwenye amefiwa analia kutoka huko. Sasa wacha nikwambie, kukiri maandiko na hii ndio ninakufundisha kutoka huku haileti tofauti. Mpaka itoke huku iwe sehemu ya maisha yako. Ndio ikitoka ni ya ukweli. That's why yule ambaye amelipata akilia, ukimsoma vizuri, kuna mahali akipita kulia na kuungua na macho na angalia mahali. Bwana Yesu asifiwe sifa. Now Isaya 10:16. Wapendwa, tulinunuliwa. Amen. Sioni vizuri vile Kiswahili imeiweka, wacha nione kwa kigeni. Chapter 10 verse 16. No, that's not the scripture I'm going to. So, Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Adamu alikosea, alichopoteza tumerudishiwa. Nasema alichopoteza tumerudishiwa. Na nimetaja mambo mawili, naona ni time haiko. Nimetaja uhai wa mtu wa rohoni ya milele, na nikataja uhai wa mtu wa mwilini wa milele. So nataka tusome kitu kuhusu huyu wa mwili, ndio ujue ya kwamba haitakikani huu mwili uchakae kwa sababu ya umri kama kawaida. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15. Umeipata mbele yangu?
electronic hainisaidii. Wakorintho wa kwanza 15. Tunasoma mistari michache 51. Inasema, angalieni nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutoharibika, nao huu wa kufa uvae kutokufa. So anatupata tulivyi hata saa hii, na hili linabadilisha, tunapewa ingine na inaendelea, maana tunaihitaji. Wewe, harusi ya mwanakondoo ni roho inakuliwa. Dunia ijayo, Bwana Spirit, haitakuwa roho. Biblia inasema itatengenezwa na itashuka kutoka mbinguni. Hii kishaondolewa. Hiyo nayo tutaishi tukiwa hivi, lakini sio hivi ambayo iko na hizo makovu ya vidonda, zingine panga ilikata kutengeneza mishi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwili tutapewa, lakini inabadilishwa. So hii lazima iwe vizuri. Taabu ya hii mwili ililetwa na mwanguko, na hiyo mwanguko wakati iliondolewa kwetu sisi ambao tumerejeshwa, hiyo taabu je ilienda. Ni mbaya sana mtoto wa Mungu kuishi kwa taabu ya mwili huu kama yule ambaye hana Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni ombi langu ya kwamba uanze kujiambia, mwili huu si wangu. Na kwa sababu hiyo, anayefaa kuitunza ni mwenyewe. Na anaitunzaje? Alilipia. Baadaye tutaona hayo. So jambo la kwanza ambalo tumeona, ambao tulipoteza na tumerudishiwa, ni umilele wa rohoni na wa mwilini. Na kuomba kwa huruma za Mungu usipoteze kwamba unaishi milele. Maybe kwa sababu ya mwenye hajui, utaenda usome kuhusu mtu wa rohoni. Enda usome Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza Yohana 5:11 na 12. 1 John chapter 5 verse 11 and verse 12. Inasema kwamba maana tuwajua ya kwamba uzima huu umo ndani ya Kristo Yesu. Aliye na Kristo yuna hii uzima, asiye na Kristo hana huo uzima. Hiyo ndio sasa kuishi milele ya mtu wa rohoni. Lakini asilini tumeona huu mwili ni hekalu la mwenyewe. Takana aichunge, tafadhali ipatiane. Asubuhi peana, jioni shukuru kwamba amekuchungia, na umwambie hata usiku chunga. Zoea na umpendeze. Neno nasema mtukuzeni. Kwa nini? Kwa mwili yenu. Shida ambayo inaruhusu shetani anapata mwanya kutesa mwili ni kwamba mtukuzi Mungu kwa miili yetu. Tunajitukuza, tunatukuza watu, tunatukuza mambo yetu. Sijakuja kuhukumu mtu, nimekuja ujue Kenya ukujua. Amen. Ili ubadilishe mambo fulani. Ukiyabadilisha utaanza kuona yale ambayo Mungu anasema siku ya leo pamoja nasi. Amen kwa Bwana Yesu. Kwa hivyo ni ombi langu mpendwa, tusikae kama wenye bado tumepoteza. Kenya ilisharudishwa, wacha tuifurahie. Amen kwa Bwana Yesu. So leo shetani akikutisha mwambie huko nilipita. Huko nilipita. Tulishakufa pamoja na Yesu na tukafufuka. Wakolosai 3:3. Uhai wetu umefichwa. Hafai kututishia chochote. Amen. Simama kwa mguu wako. Najua ukiketi hivyo
unaweza dhani kwamba muda hausomi. Baba wetu, pokea sifa kwa jina kuu la Yesu Kristo, kwa nafasi Mungu ambayo umetupa mchana huu kufafanusha neno lako kwa uwezo wa Roho wako. Baba, kuna yale tumeyapokea, wengi tumeng'ang'ana kujaribu kwa nguvu zetu, lakini mwili huu umetushinda kwa sababu ya uharibifu, kuchakaa, shida na hali ya ulimwengu huu. Lakini nashukuru Mungu, maana leo umetufunulia ukatusaidia kujua kwamba tulinunuliwa. Mwili huu uko na mwenyewe. Roho Mtakatifu wa Mungu, na kuomba chukua usukani na uchukue enzi katika hii miili, ukatawale kila kona, na yale ambayo sio yako Baba ukayaondoe, kwamba chochote kisichostahili nuru yako ikapate kuondoka, iwe ni magonjwa, iwe ni maradhi, iwe ni hali yoyote, maumivu yoyote ile. Naomba Mungu kwamba hiyo sio sehemu yetu, tumeikataa, maana sisi ni wako. Roho Mtakatifu wa Mungu, na kushukuru kwa sababu umechukua nafasi katika miili yetu. Tawala na ukatamalaki kila eneo, kuanzia kichwa hadi nyayo za miguu. Kuchakaa kokote kusiwe tena, maana umesema pia utauisha ujana wetu kama tai, maana unahitaji hii miili uitumie tukiwa hapa duniani. Baba, bariki watu wako mchana wa leo, kila wanapoenda Mfalme, naomba neema na kibali juu ya kila mmoja. Uwezo wako na uwepo wako waandamane na kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Kwa nafasi Mfalme, tunapokuabudu kwa matoleo, naomba Mungu ikapate kibali machoni pako, ikakufurahisha hata kusababisha Mtakatifu ukafungua madirisha ya mbingu, ukatumiminia baraka Mfalme, tukakosa pa kuweka. Na Baba, tunakuomba utupe nafasi nyingine tena tuendelee kuona neno lako, na ni kwa jina kuu la Yesu tunaamini na kuomba. Amen. Amen.